Niarogosho Narwambaradio. Hallelujah, hallelujah, my brothers, my dear sisters. Hi, how are you? Bwana asifiwe. Mkwaje? Mnaendeleaje? Mimi nimebarikiwa. Namshukuru Mungu kwa neema yake, kwa wema wake, kwa upendo wake wenye amenipea. Niko mzima, nashukuru Mungu. I thank him because he is great. He is a good God. Jioni hii jema ningetaka tusome neno. Ndio ni vizuri kukuanga kila wakati tunasoma neno, tunakuwa karibu na Mungu. Lakini before we do so, wacha kwanza tuombe, tuambie King of Kings ni mwaminifu siku zote. Amen. Amen. And thank you so much for joining. Thank you so much. Hi. How are you? Mr. King Hope. May God bless you. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you. We glorify your name. King of glory, thank you for this wonderful evening or morning, wherever the time it is, with my viewers. My Father, thank you for being with us the whole of today and all when we were sleeping, my Father. I speak the blood of Jesus Christ from the crown of my head to the sole of my feet. I speak, my Father, that you come and be our guest of honor. As we start to share this word, come and teach us. Come and show us what we are supposed to say, my Father. Come and fill my mouth with your words, the ones I'm supposed to say. Oh Lord, come and teach us, sweet Holy Spirit, because you are the one who is always teaching us. I speak the blood of Jesus Christ upon this world. I speak the blood of Jesus Christ upon the internet. I speak the blood of Jesus Christ upon my viewers. I speak the blood of Jesus Christ upon myself, from the crown of my head to the sole of my feet. Jesus, this is you we are sharing. May our Father in heaven be glorified to see that the work that he sent you to come and do, we are doing it. Come and help us. Come and strengthen us so that we can be able to do it more. And it is in Jesus' mighty name we do pray, trust, and believe. And we say, amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana kwa kunijoin. Karibuni tena sana. Ningetaka tusome katika kitabu cha Galatians chapter number 6. Hatutasoma yote, hatutaangalia masaa. Tumechelewa, but Mungu ni mwaminifu kila wakati. Katika kitabu ya Galatians 6, we will start from verse 6. Amen. And it says, nevertheless, the one who receives instructions in the world should share all good things with their instructors. Amen. Praise God. Nevertheless, the one who receive good thing from the instructors should share what they have. Yani ni kumaanisha wewe umeenda kanisani, umehubiliwa, alafu ukihubiliwa, huyo mtu mwenye ametumia hiyo energy yote, ukipata good things unafaa mshare. Amen. Kunaweza kuwa not only kanisani, unaweza kuwa kuna like mwalimu wako ameishi kukuteach. Achana na mwalimu wa primary ama wa secondary ama wa university. No, I'm saying a home tutor. Sometimes unakuja unamwambia, hey, thank you so much. That is only in the book of Jeremiah. That, I repeat again, Jeremiah 32 verse number 18. It says, you show love to thousands. Mungu anaonyesha upendo kwa maelfu. Amen. But bring punishment for the parents' sins into the laps of their children. Lakini analeta ile maovu yote yenye ilikuwa imefanywa na wazazi, anaileta kwenye mapaja ya nani? Ya watoto. Amen. Into the laps of the children after them. Great and mighty God, whose name is Lord Almighty. Praise Jesus.
Praise God. Praise the King of Kings. Imagine, wewe umetoka hapo, umeenda kwa mganga, umechukua uchawi, umekuja nayo, umekuja umechukua bwana ya wenyewe, umekuja umechukua bibi ya wenyewe. Guess what? Hujatumwa na mtu, but umeenda kuchukua. A day will come, utarip what you have sowed. Amen. Because tukumbuke, kuna mnyunyizi wa ile mbegu zote zenye tunapanda. Kunaye mnyunyizi mwenye hukuja kunyunyizia mbegu zetu zote zenye tunapanda. Hallelujah. Praise Jesus. Whatever you plant, that is what you will. Whatever you sow, that is what you will reap. Amen. So my dear brothers, my dear sister, you go to the witch, to the wizard, because you want to tie your husband, because you want to tie your wife. It is good. Whatever you think you are doing, absolutely, you are doing good thing in your own thinking. Plus the witch and the wizards who want to get your money, get those sheep and goats of yours. Munaona mkifanya vizuri. But guess what? Kunaye mmoja ako biguni, anaonaga kila kitu. Amen. Na siku itafika. Na hiyo siku ikifika, utarip, utavuna. Now the problem even yenye naonaga na hii shida na hii verse ni moja. Sababu it is good kama God ataleta hiyo kitu yote, cause yes, our God is a forgiving God, but there is consequences. We always forget about matokeo. Yeah, Mungu amekusamehea, but kuna matokeo. Matokeo ya nini? Ya ile uovu yote yenye ulifanya. So imagine Mungu amekuja, amefikishia watoto wako kukuja kuripia ile uovu yote yenye ulifanya. Na saa hiyo watoto wako hata hawana idea. And then ushinde ukiambiwa kuna generation curses, unakataa. Watoto wako, they have no idea ulikuwa umefanya anything. Your children have no idea, absolutely no idea. Ati ulikuwa umeenda, umechukua kwa mganga. So, wameishi hapa, wakisema hapana, mama yetu ni mzuri, baba yetu ni mzuri. Ujue, huyo mama mwenye umechukulia mzee, ujue, huyo mzee umechukulia bibi yake, anaishi kwa magoti. Anaishi kwa magoti akiitana. Na hiyo maombi yake ndio inafanya mvua inyeshe kutoka biguni. Ikuje hii mbegu yenye ulipanda, ikuje ndio ikue. Ikuje ndio isprout. Hallelujah. Praise Jesus. So, my dear brothers, my dear sister, let's be very cautious. Urienda ukaua, maybe wazazi wenu hawako, ukaenda ukaua mabrother zako, or you kill your brothers or you kill your sisters. Why? Because you want to remain with that lad. But guess what? Whatever you plant, you will sow. Whatever you sow, you will reap. You will reap. Urienda ukawaua just because ulikuwa unataka nini? Just because ulikuwa unataka ubaki na hiyo shamba. Ni ukweli, shamba utabaki nayo vizuri tena sana, sababu hao watakufa. Ama wakatae kukufa wakue viwete. Kama God hajawapeana mikononi mwako, wakue tu viwete. But guess what? Ni ukweli, they will be in a vegetative state. Okay? Watakuwa tu wanalala tu hapo, hawajijui, hawajielewi. Na hata instead ya kuweka mtu in that kind of situation, it is better you kill the person. Hallelujah. Praise God. But the moment huyo mtu umekuja, umemfanyia hiyo mambo yote,
kuna jicho limekuona. So kuna wakati itafika huyo mtu uliua ndio ubaki na hii shamba. Hii shamba siku moja ya masiku. Na ndio sababu most of the time we hear people saying when our parent die, you hear those children, they run to the what do we call it, the court. Why? Because they want to acquire the wealth of their parents. Amen. Praise Jesus. But whatever you sow in the ground, guess what? One day you will reap it. Maybe sometimes ni kazini kwako. Unafanya kazi. Ukiwa tu hapo wewe ukifanya kazi, instead ya ukue unaonea wale wengine huruma, because our God says what he desire from us ni tuoneane huruma. Tuache kufikiriana mambo mabaya kwa mtu na ule mwingine. Tukue tumesimama vizuri. But instead ya tufanye hiyo, wewe kazini unaigirilia huyu, unaigirilia huyu, unaigirilia huyu. Especially the ladies wa Kenya wenye tuko outside country, outside our country. Unakujaga unapata tumekuja tumeigiriliana, tumekuja hatusaidiani, tumekuja tunafanya vituko zote zenye tunajua ndio the best. But one day hizo vituko zote zenye tunafanya we will leap. Tulikujanga huku tukaamua sasa ni kuchapa umalaya. Ni sawa, chapa umalaya, utasimamisha gorofa. Praise God. Na watu nyumbani watakushangilia, watasema you are the best. But guess what? One day hiyo gorofa yenye ulisimamisha, sababu haijajengwa kulingana na venye God alikuwa anataka, utasikia maybe upepo imetoka from nowhere, imekuja imekubebea nyumba yako tu peke yake. Ama hata ukiwa tu umelala, umekufa tu hivyo, unapata watoto wako wamekimbia kotini, wanataka wagawiwe hii mali. Na wakigawiwa, what are they going to do? To just only waste na drugs na anasa zote za hii dunia. Hallelujah, praise God. So ndio sababu tunaambiwa whatever you sow, be sure you will reap it. Na ndio sababu it is good tuwe tunapada ile vitu zote mzuri. It doesn't matter kama ule mtu mwingine hataona, kuna jicho huona, kuna jicho linatazama. Hallelujah, praise Jesus. That's why the Bible is saying God is not mocked. Hatuwezi tukamock Mungu. Ati unaenda unamaliza jirani yako sababu because unataka tu kubaki na shamba. Like kuna na hapo kwetu kuna tajiri fulani alikuwa na hapo, na kuna wasee wengine wako related hivi. So walikuwa hawa wasee wengine walikuwa wanataka kuchukua hiyo shamba. So walienda usiku, na cause huyo tajiri alikuwa amezingira nyumba yake na mesh wire. So electrical mesh wire. So what they do is walipada gazi, wakatoa iron sheet, wakaigirilia kutoka juu. After kuigia walimtoa this Adam apple. Hiyo kitu iliweka watu woga na hapo sana. But eventually walijulikana, wakashikwa, wakaenda jela. Wameishi kukufia jela one by one. Wanakufa, wanaletwa home, wanazikwa. Ule mwingine anakufa, analetwa home, anazikwa. Why? Because wao wenyewe walikuwa wanafikiria watabaki na hiyo shamba. Lakini kunasemekanaga mkono ya serikali ni mkubwa. Ni ukweli waliua huyo baba, wakaacha huyo mjane wake hapo akiwa bwanake ameenda. So my dear brothers, my dear sister, and thank you so much for joining me. May God bless you. I cannot be able to read your name, but may God bless you, my brother. So that time waliacha huyo bibi yake akiwa mjane. Pia wao wenyewe wameishi wameliacha bibi zao wakiwa wajane, one by one. Even I don't know whether they are still remaining. Yeah, hiyo kitu iliweka watu woga sana. But
To God be the glory. Sababu word yake it is true. Ile kitu yote yenye unapada kwa hii dunia, hiyo ndio kitu yenye utakuja kuvuna. You will reap yenye ulipada. That's why Biblia inasema God is not mocked. Amen. Maybe unapata hata wengine, mtu alienda ukapada umaraya, ulipadia watoto wako umaraya ndio upate pesa uwasomeshe. Ni ukweli watasoma. Ni ukweli watakuwa hata wamefika university. But guess what? Hata wakiwa hapo at the peak, ndio unasikianga watu wamekuja, mtu alisoma but ako there, hajijui, hajielewi. Hallelujah. Hiyo masomo yenyewe haimsaidii. Praise Jesus. Ndio unakuja unapata mtu ni ukweli aliendaga shule, but anapiga nini? Anapiga amekuwa conductor. Yet ako na degree, ako na PhD. Hiyo masomo yote. So wacha tuwe tunapada ile begu poa for the sake of our children. Not even for our sake, because ni vizuri kama sisi Mungu atakuja atatufikishia hiyo maovu yote yenye tulifanya, atakuja kutuadhibu wakati wetu. Cause kama ni makosa yenye nilifanya, nitakaa tu chini hivi nianze kufikiria, hey, ni nini nilifanya? Nianze kurewind my memory, nikuje nikubuke kuna kitu nilifanya. Maybe nilitusi mama yangu, maybe niliongea vibaya. By that time nitaomba msamaha, nitaambia God anisamehe. Kuliko imagine watoto wako ndio wanakuja kulipa. Your children are the one who is paying for all of your sins. Imagine they don't even know what you did. But God anasema aje? Tumesoma katika kitabu ya Jeremiah 32:18. Ati Mungu yeye ni mwenye upendo na anafikishianga 1,000 upendo wake. But anaretaga ile maovu yote ilifanywa na wazazi kwenye vipaja za wana wao, that to the third and fourth generation. So imagine third and fourth generation. So ni mamangu, okay, that is first generation. Mimi, that is second generation. Mtoto wangu, that is third generation. If God is so good, alete kwenye mtoto wangu. Then mtoto wa mtoto wangu, that is the fourth generation. Imagine. So my dear brothers, my dear sister, wacha tujaribu kupada begu poa. Hatupadi begu poa sababu ya jirani zetu, hatupadi begu poa sababu ya mtu mwingine, but tunapada begu poa sababu ya sisi na watoto wetu. Hallelujah. Praise Jesus. Because of us and our children, because of us and our own children, our own born children, that's why we do good. Amen. That's why the Bible says in the book of Galatians chapter number 6 verse number 7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Amen. Verse number 8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Hallelujah. If today ukidecide mimi mwenyewe nitakuwa nikipada nini, nikipada begu ya umaraya, nikipada begu ya matusi, nikipada begu ya wizi, nikipada begu ya ile maovu yote, anasa zote zenye ungefikiria, ya lesbianism, kozata hata hiyo begu na ni begu baya. Na actually kuna kitu moja yenye nafurahia God sana, sababu ya kuchukua na kuweka Donald Trump hapo ndio aweze kusimama na kuambia watu only two genders, male and female. This other thing you are calling yourself, I don't know, X, there is no gender like that. Okay, na ile furaha yangu ni sababu Afrika kwenye nimetoka walikuwa wanafanya hiyo maofu, wanakibirilia US. Sasa US wamekataliwa, wacha warudishe
mushene kwao na wakue wanajielewa. Waache kukaa kama hawajielewi. Amen. Cause hiyo si poa. Hiyo mbegu yenye umepanda, you will still reap it. Utakuja kuivuna. Yeah, ni ukweli. Unajua sometimes naangalianga life. Nasema wakati wenye tuko na nguvu, hatuabililiki. Sisi ndio tunajua. Sisi ndio tunajua kusema. Sababu tunatoka hapa tunakibia. Tuko na hiyo nguvu. Yeah, true. Saizi tuko fiti. Saizi tutaweza tukaenda gym, tuchape squat hapo. Tuinue mamawe. Tujipull, tukue tuko fiti. Mazo zetu zirelax. But kuna kitu moja. Ni ukweli yoyote tumefanya. But what about tomorrow? Kesho yake nayo. Ni ukweli tunalalanga kwenye club. Tuna enjoy huko. Sisi ndio tunajua tu kumix drink vizuri tena sana. Sisi tunajua megidhi yote place yenye iko. Sisi ndio tunajua fomu ziko wapi. Fomu zimejipeania wapi. Sisi ndio tunajua. But guess what? Cause ebu kumbuka hata time yenye umejiachilia baridi na kwenda hizo form zote, kwenda club zote zenye zimefunguliwa. Guess what? Hiyo wakati unafanya hiyo mambo yote. Imagine unakujaga saa zingine unapatwa na pneumonia. Why? There are the consequences ya kujiachilia baridi. Na ndio nilisema, yes, God anatuforgive. Ni ukweli. But there are consequences. Ni ukweli ulienda ukalala na mtu wa wenyewe na uko. Ukakuja ukapata mimba. Kupata mimba, ni ukweli uliambia God nisamehe. God na akakusamehea. Na amekusamehea sawa. But consequences ni nini? Uko na mtoto. Ni ukweli ulienda ukalala na mtu. Maybe akakupea HIV. Ni ukweli God amekusamehea na amekuforgive. But nini? Kuna consequences. Consequences ni nini? Ni uko na ukimwi. So utaishi ni kukua na madawa. Hallelujah. Praise Jesus. So the moment whatever you are unapada, kumbuka kuna jicho linakuona. Katika kitabu cha Hosea 2. Let's look at the book of Hosea very quickly. Cause hiyo vitu zote ndio usikie God ni yeye mwenye hujibu nini? Hosea 2 verse number 21 and 22. It says, in that day I will respond, declares the Lord. I will respond to the sky. Hiyo siku ikifika, Mungu atajibu nini? Atajibu mawingu. Amen. And they will respond to the earth. Nayo mawingu itajibu nini? Mchanga. Amen. And the earth will respond to the grain. Nayo mchanga itajibu nini? Ile mbegu yote yenye umepanda kwa hiyo mchanga. Hallelujah. The new wine and the new oil zitamea. So hapa instead ya new wine na new oil kumea, nini kitamea? Kama ni matusi ulikuwa umepanda, utavuna matusi. Na that's why unaendanga saa zingine, unaenda unapata na nishosho mzee, na niuka mzee, lakini matusi. Why? Because out of abundance of the heart, mouth speak. Hivyo ndivyo tuliangalia tukaona. Ati roho yako, chenye kimejaa kwenye roho yako, ndio sababu, ndio kitu yenye mdomo huongea. Amen. Praise Jesus. Lakini si ati ni kitu yenye hudefile na kitu yenye unachukua ukikura, hapana. But
difailiwa na chenye kinatoka ndani yako. Cause kama ulikuwa umepanda, kama mbegu yako yenye ulipanda ni hizo matusi, ni hizo kuona yani unadharau wale watu wengine, you don't see them like human beings, unaona tu ni watu tu, yani si kaa watu, wewe ndiye mtu, wewe ndio tu uliubwa. So unakuja unapata huyo mtu, yani ukimwangalia hivi you shake your head. Amen. So wache tuangalie chenye tunapanda, because that is what we will sow, that is what we will reap, whatever we sow. Cause hiyo mbegu ikiwa hapo lazima ikufe, na ikikufa itamea nini? Like how we plant mahindi, tukiweka mbegu ya mahindi ama ya maharagwe tunaikaga ikiwa mbegu moja. So ikiwa hapo ndani, Mungu akijibu mawigu nayo ijibu nini? Mchanga nayo ikuje ijibu hiyo mbegu inakufa, and then inamea na ikimea inamea kama imezaa mingi sana. So ile mbegu yenye kama ulipanda, kama ni ya usherati, unakuja unapata watoto kwako wote wanafanya usherati. Kama ni matusi, kwako ndiko general commander wa matusi. Na ndio sababu saa zingine ukienda kwa homes mingi, nyumba mingi, upate kuna matusi inaendelea. Angalia baba yao, ukiangalia baba, angalia guka yao, utaona ni kitu yenye imetoka generation. Matusi inatembeanga hivi. So my dear brothers, my dear sister, wacha tukumbuke whatever tunapanda kwenye hii mchanga itamea siku moja, na haitamea ikiwa mbegu moja, itamea kama iko mbegu mingi. Haleluya. Na tukiamua leo hii tupande mbegu za roho, kama saa hizi tunapanda mbegu za roho, kunisikiza unapanda mbegu za roho, mimi kuongea neno la Mungu tunapanda mbegu za roho. Wakati wa kumea ni nini kitamea? Sababu mwenye kujibu lazima atajibu sky nayo itajibu mchanga nayo itajibu nini? Mbegu yenye tumepanda itakufa pia bado, so itamea. Ndio unasikianga watu wakisema na shosho ya huyu mtu alikuwa anaongea neno la Mungu, na guka ya huyu mtu alikuwa anaongea neno la Mungu. Why? Sababu mbegu yenye alipanda ni mbegu poa, so imemea. Ukapata kwa hiyo boma kuna watumishi, ukapata kwa hiyo boma kuna my intercessors, ukapata kwa hiyo boma like ni watu wengi sana wenye wanaongea neno la Mungu. Ukapata kwa hiyo nyumba kuna kuogopa Mungu, kuna yani mtu hataki kufanyia ule mwingine madhambi, kuna yani unapata presence ya God kwa hiyo nyumba. Unaona, unapata yani hao watu wamekari presence ya God. Unapata hao watu I'll read the book of Ecclesiastes. Kwa ule mtu mwenye ana praise God, Ecclesiastes, thank you, ndiye tunaitanga Mhubiri, sijui vizuri, but it is Ecclesiastes 2 verse number 26, and it says, to the person who pleases him, God gives wisdom, knowledge and happiness. Mambo matatu. Ule mtu mwenye anafurahisha Mungu, Mungu humpea nini? Ujuzi, wisdom, knowledge na happiness. Na furaha hizo zote ziko tatu. But the sinner, he gave them task. But ule muovu anampeaga kazi ya nini? Task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. God anampeaga kazi, weenda ukarime, weka mali mingi, iweke hapo, utakuja kupea huyu mwenye anafurahisha Mungu, huyu Mungu mwenye amepea wisdom, knowledge and happiness.
Hiyo ndio kazi tu, hiyo ndio God yenye amekubariki nayo. So ile kitu yote yenye unapada ni wizi, hiyo ndio utavuna. But ukipada I'll be faithful, utakuja kuvuna faithfulness. Watoto wako watakuja kuenjoy that your faithfulness. Not only you, Mungu atakuwa akikubuka. Ni watu wengi sana unapatanga hata kwa Biblia ukiangalia the book of Kings of Israel, unapata huyu baba yake alikuwa anaogopa Mungu. Ndio sababu na yeye amekuja amepitia njia gani? Njia hiyo sababu ya vile baba yake alikuwa anafanya, even though amekuja kuzaliwa much later. So babake hakukuwa na good like hawakukaa sana na yeye, ukapata babake amepass, ameenda hivyo. So huyu kijana akikuja kuikaria kiti, unapata ameweza kufollow miguu ya nyayo za babake. Hallelujah, praise God. So ile kitu yote mtu hupada, whatever you plant, that is what you will reap. Amen. So let's try our best. Tusipade vitu za, not to plant the things of this world, the things that pleases this flesh, but let plant the things zenye zina please nini? Roho. Amen. Ndio tuweze kuvuna vitu poa. Hallelujah. Verse number 9. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Hallelujah. Wache tusikue watu wa kuchoka kutenda wema. Kuna I think it was one of Methali inasemanga, tenda wema nenda zako. I know huyo mtu alikuja akakuhurt. I know huyo mtu alikuja akaongea zako baya. Like I remember there was a one time tulikuwa tunafanya kazi na tulikuwa tunakaa kwa accommodation moja. So tukiwa huko, hao watu wanaenda behind me, wananiongelelea and me, because I think mimi ni kichwa gumu, to say the truth. So najua tu waliniongelelea, but mimi siwaonyeshi, hata si huko hata it's not even a big deal. Watakuja wao wenyewe, utapata mmoja amejitoa, amekuja, Lucy, niko na issue hii, nisaidie. Na mimi ni nani? Nitakusaidia. Sitakataa kukusaidia. Tunalipo mshahara moja, but utapata, Lucy, niko na issue hii, nisaidie. So ndio sababu tunaambiangwa nini? Usikatae kutenda wema. Ni ukweli walikuongelelea vibaya, ni ukweli walisema vibaya, ni ukweli walikuwa wanakusengenya, ni ukweli walikuwa hata wanakutupia matusi, ni ukweli walikuwa hata wanafanya mambo zako, even wanatupa vitu zako. But that time, hata wakifanya hiyo mambo yote, please usitende mabaya. Do your best, usitende mabaya. Like ni jana nilitoka kazi, nikakuja nimejiplan, nikakuja nikasema nitakuja nioge haraka nikuje live. Temenye nimeplan hiyo yote, shetani na yeye ni nani? Alitumia landlord. Landlord akakuja, nataka rent. Nikamwambia landlord, we ngojea kiasi, sina rent saa hizi, hata sijapata saro. Landlord akaanza kunileta juu. So nikasikia vibaya, nikasikia niko down, nikasikia sijui nimwambie aje huyu mtu, cause hanielewi. But finally, eventually, after that, nikiwa tu na mahasira zangu, nikakaa tu hapa nikafikiria, okay, wacha nikuje guo ni cool down. Nikapigiwa na beshte yangu, tukaongea hiyo story, nikasikia imenitoka, imeniisha.
sababu kuna mtu mwingine aliniambianga uko umekasirika usikai kuja live kuongea. So kupeana neno la Mungu. So na nilichukua hiyo kitu, which is so much helpful. So sasa mimi nimeplan hivi, but shetani na yeye ni nani? Amekuja amenigojea wapi? Kwangu kwa nyumba. So kama ningemtusi, kama ningemwambia mambo mabaya, ningekuwa niko so much guilty. But yeah, nilisikia vibaya, nilisikia nimekasirika, but sikumtusi. Haikunifurahisha, but sikumtusi. So ndio sababu tunaambiwa tuwe tunafanya mambo mazuri na tusichoke. Tuendelee kufanya mazuri. Is it kusaidia huyo mtu mwenye anakuingililia hivyo, hata kama ni kazini, msaidie. Is it kuonyesha huyo mtu kazi, even though anakuja anaongea zako zote baya, msaidie. Is it easy? No. Sijakwambia ni rahisi. Kwa saa zingine unasikianga mtu amekuja amekuongelea vibaya, amekutusi, amesema mambo mabaya, then after few days or few months anakuja akiwa yani akiwa ako habu sana. So akikuja kwako ndio umrudishe praise yenye mlikuanga. So my dear brothers, my dear sister, wacha tusichoke kutenda wema. Wacha tuendelee kutenda wema. Hata kama tunaumia. Sababu kumbuka Yesu hakukataa kutenda wema. Nilikuambianga kuhusu Matthew 24. If I can look at it very quickly. Matthew chapter number 24. Matthew, thank you so much, my dear brothers, my dear sister, for joining me. May God bless you. May God bless you. Let's continue to share the word of God. Matthew 24. I was looking for where Jesus went, and when he went there, akaambiwa na huyo leader mmoja wa church, mtoto wake ni msik. After kwenda hapo ndio alikuja akamwambia ukuje umwekelee mkono, na ukimwekelea mtoto wangu atapona. Na the moment alienda akamwekelea, akafika huko akapata hao watu wakipiga pipe. Pipe ni zile vitu za zinaitwa aje, zile za mazishi, wanapiganga hizo pipe. So time yenye walikuwa wanapiga hizo pipe, Yesu akawaambia tokeni hapa, huyu msichana hajakufa. Walimchekelea. Mbona wakamchekelea? Walimchekelea because of one thing. Sababu hawakuwa wana expect mtu amekufa ama msichana mwenye amekufa, and then wanakuja wanasema ati ako uhai. How? So that's why hatufai kuacha kutenda wema. Hatufai kuacha. And thank you Mr. Justin JJ. May God bless you. May God bless you. Hatufai kuacha kutenda wema. Amen. Wacha tuendelee kutenda wema. Wacha tuendelee kushukuru God, sababu wema zake zinadumu milele. Amen. Wema yake zinadumu milele. Hallelujah. Okay, let us not become weary in doing good. For the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Unaona, if we don't give up, we will reap harvest. Amen. Amen. Verse number 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. You see, if we have opportunity, tukiwa na hiyo opportunity, you have that opportunity. The opportunity is in your hands. Maybe it is someone anataka kukuja kwenye huko, country yenye huko. Kama if it is in your power to help the person. Wacha the person akuje. Amen. If it is maybe umepata ship ya jirani yako imeanguka kwenye shimo, hata kama
hamuongeagi na yeye, mtolee hiyo sheep. Kama if it is in your power to do good, do it. Hallelujah. Amen. Hufanyi sababu unataka umfurahishe. Unafanya sababu unafurahisha aliye mbinguni. Unafurahisha Jehovah God. Sababu kitu moja ni nini? Kitu moja ni wakati wenye unafurahisha Mungu. Mungu aliye uhai. Kumbuka hata yeye mwenyewe who make sure that mvua inanyeshea mzuri na mbaya. Hakujagi akasema ati Lucy wewe ni mzuri nitakunyeshea mvua, sitanyeshea jirani yako sababu jirani yako hata haniobi. Actually hata jirani wetu wengi hawakuagi wanaomba Jehovah God. Wengi wanaabudu miungu zingine zimechongwa. So how ndio wenye wanaomba? But the moment unafanya mazuri, it is in your power to do good. Continue to do good. Usichoke. Usi give up. Continue to do good. Hiyo seed yenye umepada, mwenye aliye hai, Jehovah God mwenye huona, atajibu mawingu. Mawingu itajibu mchaga. Mchaga itajibu hiyo seed yako yenye umepada. Na akijibu itafanya nini? Itamea. Itamea. Na ikimea, what will happen to you? And thank you Mr. Justin JJ, may God bless you. So hiyo seed yako ni nini? Itamea. Itamea ile kitu yenye ulipanda. Kama ulipanda maofu, utavuna maofu. Na ukumbuke anasemaga aje, yeye ni Mungu na anapenda, anafikishia 1,000 upendo wake. But makosa ya wazazi anaileta kwenye mapaja ya watoto, third to fourth generation. So mimi hata kitu moja huomba ni ati God, it is better akuje, yani punishment ianze nikiwa, sababu nitakaa hivi nianze kurewind mind yangu ni nini nilifanya. Kuna siku moja nilifanya mambo ambayo haikufurahisha Mungu na nitaomba msamaha, kuliko watoto wetu wakuje waletewe ile maovu yenye nilifanya na hawajui wataanza wapi. So ile kitu yenye tunafanya, wacha tufanye tukiwa tunafikiria watoto wetu. Tukiwa tunafikiria watoto wangu watakuwa aje. Amen. Na tukumbuke, what we plant, what we sow, that is what we reap. Na kama kuna yani tuko na uwezo wa kusaidia mtu, tuendelee kusaidia. Hata kama ametuhat aje, hata kama ametuchukia aje huyo mtu, tukienda tupate watoto wake wanacheza na kuna mvua, ita watoto wakae hapo kwako kwa kivuli. And then akikuja peleka watoto, hata kama si ati ni sababu unataka kuwabia asanti, hapana, but because unafanya mazuri. Sababu Mungu aliye mbinguni anaona, na once ameona ata make sure that watoto wako hawatawahi kuja wapitie kitu kama hiyo, sababu atakumbuka hiyo wema ulitenda. So that's why the book of Galatians today talk to us. Galatians 6 from verse 6 until verse 10. Especially verse 7, that God cannot be mocked. Chenye yote yenye tunapanda, whether ni kazini, whether ni kwa nyumba, whether ni wapi, hakuna mtu akona two personality. Like today ukiwa kwa nyumba uko hivi, ukiwa kanisani uko hivi, ama ukiwa kazini uko hivi. You have only one. So however you are, that is who you are. Na God anajiwanga kila mtu na majina yake. Wajana na hii ingine tunajikujaga tunajieka ya nicknames. Hapana, anakujua na majina yako kama wewe mwenyewe. Amen. So my dear brothers, my dear sister, let's be watchful of what we do. Let's be concerned. Let's try to think about our children.
vitu zote zenye tunafanya, wacha tuwe tunajaribu kuangalia watoto wetu, what will happen to them in the future. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much for joining me. I really appreciate, and I thank God for the word that he has given to us. I thank the King of Glory for the word that he has given to us. It was amazing. It was amazing. Ilikuwa word kutoka kwake. And may God bless you. May God bless you. May God bless you. Everyone who has joined me, may God bless you. I really appreciate those ones who has liked my video. May God bless you. I really appreciate. It was an honor, it was a privilege hata kukuja hapa, na leo sijakuja kama nimechoka. Ndio nikakuja nikasema acha kwanza nikuja kama nimeingia. Shetani asikibie mbele yangu. So ndio sababu nasemanga hata place yenye uko, wacha ujulikane wewe ni wasaidia Mungu, na uwe unaenda na unaongea kuhusu yeye. Amen. Amen. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you for the word that you have given to us. My Father, help us, King of Kings, to know that whatever we plant, whatever we sow in the ground, one day it will sprout, na itamea mbegu mingi za maovu zile zote tulifanya ama za wema ule wote tulifanya, because you cannot be mocked, because you are faithful, Jehovah God. Help us, my Father, to plant good seeds for the sake of our children. Help us, my Father. Forgive us all the mistakes and sins and wickedness that we did before, my Father, King of Kings. Wacha tuanze na wewe upya, Mungu wetu, na utusamehe. Blot out all our sins, blot out all our mistakes, blot out, oh my God, everything that we have not been pleasing you with. Wipe it out from your presence in the mighty name of Jesus. My Father, tunaomba wacha tuweze kusimama, wacha tuweze kukua imara, na kila kitu yetu tunyenye tunafanyanga ikuje ikushukuru, Mungu wa ajabu, sababu ni mbegu poa tutakuwa tukipanda katika jina la Yesu. Jioni jema tunasema ni asanti. Tunasema ni asanti kwa presence yako. Tunasema ni asanti sababu ya kututembelea. Tunasema ni asanti sababu ya kukua na sisi. Mungu wa ajabu, all glory and honor and adorations belongs to you. Thank you, sweet Holy Spirit, kwa sababu ya kututeach neno lako katika jina la Yesu. Thank you, Jesus, kwa kubali, kwa vile umekubali tukushare na huja complain. Thank you. Thank you even for dying for us on the cross. Thank you for the finished work of the cross. Thank you for that blood that you shed for us. In the mighty name of Jesus. Jioni jema, Mungu mwema na Mungu wa ajabu, tunasema tu ni asanti. Pokea sifa, pokea utukufu, sababu wewe ni mwaminifu. Tupe, give us acceptance in this area, my Father. Give me favor in this area, oh Lord. In TikTok, in Facebook, in Instagram, in YouTube, my Father. In the mighty name of Jesus, because you are faithful. King of Kings, may your name alone be glorified. May your name alone be magnified. May your name alone be honored. And it is in Jesus' mighty name we do pray, trust, and believe. And we say, Amen, Amen, Amen. Uko hapo, ungetaka kupeana life yako back to Jesus. Useme, God, nimeona nimeishi kukukosea, nimeishi kufanya mambo ambayo sio mazuri. Just, it is the high time. To me, I always say one thing. It is good tukue tuko na intimacy na Mungu wetu. Tumfanye akiwa best friend, because that is the only way out. Hatunanga njia ingine. So just open up your heart, open up your mind, release yourself. Wacha akuje aingie ndani yako, adine na wewe
sababu ni mwaminifu. Amen. Amen. So say after me, Lord Jesus, I am a sinner. I come to you today. Cleanse me with that precious blood. Forgive me all my sins. I was born in sin. I was raised in sin. I have been living in sins. But I ask of the forgiveness of my sins. I ask, by your mercy, cleanse me. And from today, I accept you. Enter into my heart. And always be alive in me. And from today, I declare and declare that I am born again. And I am born again. Remove my name from the book of death and write my name in the book of life. I'm born again. Amen. Amen. Father, thank you for these ones who has accepted you, Jesus, to be their Lord and Savior. Sweet Holy Spirit, they cannot do without your help. They cannot do not unless you teach them. Teach these ones, oh God. Sweet Holy Spirit, teach them so that they can know our Father more, so that they can have the understanding, so that they can have this courage to stand and proclaim about our Jesus, about our God. In the mighty name of Jesus. We thank you because you have been so good to us. You have been teaching a lot of people. Thank you, including me. Thank you. We are so grateful for you, our teacher. And it is in Jesus' name that my Father, these ones watadumisha hii wokovu mpaka siku ya kiyama. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini that hata sisi tutadumisha na utatuwezesha. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. And we say amen, amen, amen. Thank you so much, my dear brothers, my dear sister. I really appreciate. May the Lord bless you. May the Lord light up his countenance upon you. May the Lord look at you with favor. May you are going out and you are coming in be blessed. May he bless the work of your hands. And wherever you go, may he protect you. I speak Psalms 91 over you. And I speak Isaiah 54 verse 17 over you. And it is in Jesus' name I do pray, trust, and believe. And we say, amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.